Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tuliyokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa. Leo katika mada kwa kina, tunakuletea washiriki wa CSW69 iliyokunja jamvi mwishoni mwa wiki. Wakaeleza mtazamo wao. Bila wakulima wanawake hakuna chakula. Ni namna gani bado wale wenye madaraka wanashikilia madaraka? Waendelee na mapambano, kwani si kazi rahisi kupigania usawa wa kijinsia. Na leo katika kujifunza Kiswahili tunabisha hodi Nairobi kupata ufafanuzi wa methali. Karibu. Ni Alhamisi ya tarehe 27 mwezi Machi mwaka 2025. Mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Leo katika mada kwa kina tunakuletea washiriki wa mkutano wa 69 wa kamisheni ya hali ya wanawake duniani CSW69 uliokunja jamvi mwishoni mwa wiki iliyopita. Lakini kwanza tupate muktasari ukiwasilishwa kwako na Arnold Kayanda. Mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini DRC Bintou Keita leo asubuhi kwa saa za New York, Marekani, amelihutubia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa akieleza hali inavyozidi kuwa tete. Hapo jana kabla ya mkutano wake wa leo kupitia mahojiano maalumu na idhaa ya Umoja wa Mataifa, Bintou Keita akitathmini madhara ya Marekani kuondoa ufadhili katika mashirika ya kibinadamu, amesema 70% ya ufadhili wa ombi la usaidizi kwa DRC linatolewa na Marekani, hivyo kwa Marekani kusitisha misaada kunafanya sasa kuchagua nani anapata msaada na nani akose, wakati huu ambapo wahitaji ni wengi. Kamisheni ya haki za binadamu ya Umoja Mataifa inatahadharisha kuhusu kuongezeka kwa mgogoro nchini Sudani Kusini, kukamatwa kwa Dr. Riek Machar ambaye ni makamu wa kwanza wa rais, na pia mapigano yanayoendelea yanahatarisha mchakato wa amani na maisha ya mamilioni yako hatarini, imeeleza kamisheni hiyo katika taarifa iliyotolewa leo mjini Juba, Sudani Kusini, na Geneva, Uswisi, ikisihi ulinzi kwa raia na kutii makubaliano ya amani. Na kuelekea tarehe 30 Machi ambapo dunia itaadhimisha siku ya kimataifa ya kutozalisha taka, ikiangazia tasnia ya mitindo, shirika la Umoja Mataifa la mazingira UNEP limependekeza njia 5 za kupunguza taka katika sekta ya mitindo. Mosi, kuunda mfumo wa mzunguko endelevu wa mitindo. Pili, kuboresha urejeleaji wa nguo. 3, kuondoa kemikali hatari kutoka kwenye mavazi. 4, kubadili mtazamo kuwa nguo mpya ndio bora. Na 5, kununua nguo chache lakini zenye ubora. Mwisho wa muktasari wa habari. Kwako Lea. Asante sana Arnold Kayanda kutuletea muktasari wa habari. Hapo baadaye ni kujifunza Kiswahili. Je, wajua maana ya methali ndoto njema haihadithiwi? Salia papo hapo tafadhali. Kutoka New York, sauti ya from the United Nations. Alors que le réchauffement record met à Ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani kupitia channel yetu ya YouTube Habari za UN na pia televisheni wa shirika. Na unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/SW kwa taarifa na makala. Mimi ni Lea Mushi, tunasonga mbele na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Mwezi Machi ndio unafikia ukingoni, na kama unavyofahamu kuwa ni mwezi unaojikita kwenye masuala ya wanawake. Na leo hii kwenye mada kwa kina tunamulika mustakabali wa wanawake kwa kusalia hapa hapa katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa, ambapo wiki iliyopita mkutano wa 69 wa kamisheni ya hali ya wanawake au CSW69 ulikunja jamvi baada ya kufanyika kwa takriban wiki 2. Tulikuwa na mahojiano na washiriki kutoka kila kona ya dunia kufahamu kile kilichowaleta na wanachoondoka nacho, na zaidi ya yote maoni kuhusu usawa wa kijinsia kwa mujibu wa azimio la Beijing na mpango wa utekelezaji uliopitishwa mwaka 1995 katika mkutano wa 4 wa kimataifa wa wanawake huko Beijing nchini China. Leo tunaendelea kukuletea na tuliozungumza nao. Ninampisha Assumpta. Kwako Assumpta.
Julie Cissé. Je suis sénégalaise, je suis une agricultrice. Naam, ni Julie Cissé huyu, mwanamke mwanaharakati wa haki ardhi kwa wanawake nchini Senegal. Alijitambulisha nilipokutana naye kwenye shoroba za jengo la kumbi za mikutano kwenye makao makuu ya Umoja Mataifa New York, Marekani. Pamoja na kuwa ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la kiraia la maendeleo ya kijamii JIPS nchini Senegal, yeye pia ni mwanachama wa shirika liitwalo Women to Kilimanjaro, linalosaka kutetea haki ya wanawake kumiliki ardhi barani Afrika. Nikamuuliza miaka 30 baada ya Beijing, faida ya CSW69 ni nini? Mkakati baada ya kufika hapa New York ni kuendeleza mafanikio tuliyopata na kuyaimarisha, lakini pia kukabiliana na changamoto mpya. Naweza kuzitaja mbili zinazohusiana na kuimarisha kilimo cha kisasa kwa wakulima wanawake. Mosi ni dunia ya kidijitali, kutambua na kuendeleza, na vile kutambua mchango wa wanawake katika uhakika wa kupatikana kwa chakula. Na zaidi ya yote, changamoto nyingine ni tabia nchi. Umuhimu wa kutambua uongozi wa wanawake katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. C'est le défi climatique, reconnaître le leadership des femmes dans ces questions de résilience face au changement climatique. Akaenda mbali zaidi kuelezea swala la haki za wanawake. Na tumekuwa pia na vikao kuhusu kuimarisha haki, lakini kupaza zaidi sauti ili kutokomeza ukatili wa kijinsia, kwa sababu kuna vitendo kama hivyo wanafanyiwa wanawake na wasichana. Lakini eneo lingine la uchechemuzi ni hatimaye uwezeshaji halisi wa kiuchumi kwa wanawake wote, hasa wanawake wakulima. C'est enfin pour une autonomisation économique véritable de toutes les femmes, et en particulier des femmes agricultrices. Na kisha ni kwa vipi CSW69 itafanikisha hayo yote? Tayari CSW69 ni mkutano wa kimataifa. Kwa hiyo ni jukwaa zuri kupazia sauti za wakulima wanawake. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni kukutana na watu kama nyie. Tunashukuru vyombo vya habari kwa kueneza ujumbe wetu. Tatu ni kujenga mtandao na wadau wa maendeleo na wahisani ambao wanaguswa na masuala ya watetezi wa haki za wanawake na wako mashinani kutatua suala la uhakika wa chakula. Bila wakulima wanawake hakuna chakula. Kwa hiyo kwa kuzingatia hayo, tuna imani. Hatma ni kuona Umoja wa Mataifa unatambua kuwa wakulima wanawake wanataka kusikilizwa zaidi, haki zao zipatikane na washiriki zaidi kwenye usimamizi wa rasilimali. Ukiwa na ardhi, kuna rasilimali za kilimo na rasilimali fedha zinazohusiana na kilimo. La terre, il y a les ressources agricoles, il y a les ressources financières liées à l'agriculture. Ni jukwaa la wanawake, lakini lililoleta pia washiriki wanaume kudhihirisha hoja ya usawa wa kijinsia ni ya wote. Na si mwingine bali ni Melvin Wajiri kutoka nchini Burkina Faso. Huyu ni mkurugenzi wa shirika lisilo la kiserikali au NGO liitwalo People Helping People, ikimaanisha watu wanaosaidia watu. Inafanya kazi katika nchi 42 barani Afrika, ikiwawezesha vijana kufanya maamuzi bora kwa ajili ya mustakabali wao. Anasema swala la usawa wa kijinsia sio la wanawake peke yao, bali la jamii nzima, na kila mtu anapaswa kushirikishwa, wakiwemo watoto wa kiume, kwani samaki mkunje angali mbichi, na ili akunjike anahitaji kuelewa kwanza maana yake. Gender is the construct. Jinsia ni muundo wa jamii unaojumuisha wanawake, wanaume, watoto, watu wazima, au muundo na mgawanyo wa aina yeyote ile uliowekwa na jamii, lakini unamaanisha kuishi kwa pamoja kwa amani. Ni kuhusu jamii. Ina mawanda mapana, lakini wakati mwingine inajikita katika kundi fulani la watu kama wanawake. Na ndiyo maana tumekuwa na CSW sasa, ambapo tunakuja kujadili masuala yanayowahusu wanawake baada ya azimio la Beijing miaka 30 iliyopita. My message is that they should keep up. The fight is not. Na ujumbe wangu ni huu: waendelee na mapambano, kwani si kazi rahisi kupigania usawa wa kijinsia. Ingawa kwa miaka 30 hatua zimepigwa, tunapaswa kuangalia ujumbe ni nini na kuhakikisha ujumbe huo unageuzwa kuwa hatua. Na hilo litawezekana tu endapo maazimio ya kisiasa yatabadilishwa kuwa mikataba. Na pia kuna wanaume na watoto wavulana ambao kesho watakuwa wanaume. Tunahitaji kutafuta fursa kwa wao kushiriki.
Kutoka mshiriki wa Burkina Faso sasa ni Tanzania Zanzibar, na mpisha Sharon Chebichi. Naitwa Jamila Mahmoud Juma, ni mkurugenzi kwenye Jumuiya ya Wanasheria Wanawake Zanzibar. Nilibahatika kukutana na Bi Juma ambaye anajitahidi kuendeleza malengo ya maendeleo endelevu SDGs. Nikamuuliza, yeye ni mwanasheria, ni ujumbe upi angependa kuwafikishia wanawake na wasichana? Kwa muda mrefu sasa wanawake wamekuwa katika kama second class. Kwa hiyo ni wakati sasa wa kutambua na kusimama. Kwa sababu kama wanawake tunahitaji tusimame, tudai haki zetu kwa pamoja. Lakini tuzisimamie. Na kama tuna haki lazima tuna wajibu. Kwa hiyo tutekeleze wajibu ambao upo, lakini na haki zetu tuzisimamie na tuzisimamie. Lakini pia wale ambao wanazishikilia sasa zile haki za wanawake, ni wakati sasa wa kuziachia na kuwapa nafasi wanawake wenyewe wakasimama kama wanawake kuweza kuendeleza ile huduma la maendeleo. Na kuhusu changamoto wanasheria wanazipitia katika utekelezaji wa sheria za haki za wanawake, anasema changamoto ziko nyingi sana kwa sababu bado sheria zetu nyingi haziko gender sensitive. Sheria nyingi ziko katika kuona ni namna gani bado wale wenye madaraka wanashikilia madaraka. Na most of the time kwa kipindi kirefu sasa imekuwa madaraka mengi yote yameshikiliwa na watu wanaume. Kwa hiyo bado sheria hazijatoa nafasi. Hakuna, yani sheria zetu hazionyeshi kwamba kuna usawa wa kijinsia katika sheria. Kama ni mwanasheria, ninachoondoka nacho hapa ni kwamba nilichojifunza hapa ni kwamba kuna mikakati mbalimbali ambayo wenzetu nchi mbalimbali wanafanya katika masuala mazima ya kumkomboa mwanamke, lakini pia na kumkomboa mtoto wa kike ili aweze kupata haki zake. Shukran sana Sumta Masoi, Flora Nducha na Sharon Jibichi kwa kuandaa mada hiyo kwa kina. Na sasa ni kujifunza Kiswahili. Leo mchambuzi wetu ni Dr. Josephat Gitonga kutoka nchini Kenya. Yeye ni mhadhiri katika Chuo Kikuu cha Nairobi kwenye kitivo cha tafsiri na ukalimani. Anafafanua methali. Ndoto njema haihadithiwi. Methali hii ina maana kwamba tulalapo huwa na maono mbalimbali tukiwa usingizini. Maono yanaweza kuwa ya ajabu, kuogofya, kutisha na kutamausha. Ila wakati mwingine yanaweza kuwa mema ambayo ni ya kupendeza na kutia moyo. Methali hii inatushauri kwamba ndoto hizi njema haziambiwi wengine. Inatumika kutushauri kwamba mambo mazuri yatupatapo au tukiwa tunatarajia mambo ya kutunufaisha tusiyatangazie wengine. Si wote wenye nia njema. Tufiate ulimi, huenda hao unaowaambia wakatibua wema huo. Chako ni chako. Shukran sana Dr. Josephat Gitonga kwa elimu hiyo. Basi nami nakunja jamvi, lakini tukutane tena wiki ijayo siku ya Jumanne. Jarida jingine la video, lakini upande wa redio ni kila siku. Kwa hiyo kesho Ijumaa utapata habari za Umoja wa Mataifa. Na hivyo kwa sasa unaweza kutazama habari na video nyingine kwenye channel yetu ya YouTube ambayo ni Habari za UN, na katika ukurasa wetu wa X jina ni hilo Habari za UN. Kumbuka pia kupakua app yetu ya Habari za UN katika Play Store na App Store. Basi kufikia hapa, kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki kukuletea jarida hili, mimi ni Lea Mushi na kutakia amani na kwaheri kutoka New York, Marekani.